Mlima Sekenke ni mlima uliopo mkoani Singida, wilaya ya Iramba. Ni mlima mrefu sana nchini Tanzania na wenye historia na simulizi za kutisha kwa watumiaji wa njia hiyo, hasa kwa madereva. Mlima Sekenke umezungukwa na makazi ya watu na vijiji kama vile Wembele, Shelui, Kibigiri, Misigiri na vinginevyo vingi. Wakazi wa maeneo hayo shughuli zao kubwa za kuwaingizia kipato ni kilimo na uchimbaji wa madini, hususan dhahabu. Mwaka 2004 kurudi nyuma, Sekenke ulikuwa mlima tishio sana kwa madereva, hata kwa abiria waliosafiri kupitia njia hiyo. Tishio kubwa la mlima huo lilitokana na kona kali sana iliyokuwepo kwa wakati huo, na madereva wengi waliogopa, maana kona za mlima huo zilikuwa zimekaa mfumo wa herufi S ukichanganya na hali ya vumbi kipindi hicho, na hakukuwa na lami, kitu kilichowachanganya madereva wengi pamoja na wasafiri. Wakati huo kuna madereva hawakuweza kabisa kupita katika mlima huo, na walipofika hapo walipaki gari zao na kuwakabidhi madereva maalum ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kuwavusha madereva wasiokuwa na uwezo wa kupita katika mlima huo, na hiyo ndio ilikuwa ajira yao kubwa kipindi hicho. Na kipindi hicho ilikuwa uwezi kupita mlima Sekenke bila kukuta gari haijaharibika au kuanguka. Wasafiri wa kipindi hicho watakuwa mashahidi wa mimi, maana gari za abiria zilipofika pale, abiria walishushwa na kutembea kwa miguu, alafu gari inashuka taratibu hadi kijiji cha Kibigiri. Na kwa wale abiria waliokuwa wanasafiri kwa kipindi hicho kwenda mikoa ya Shinyanga, Mwanza, Kagera, Mara na nchi jirani kama Burundi, Rwanda, Uganda, watakuwa na simulizi za kutosha juu ya mlima huo. Kwa upande wa madereva waliokuwa na ujasiri wa kushuka na abiria au kupanda na abiria, waliomba kusali kwanza, au dereva alisimamisha gari na kuambia abiria wasali kwanza ndio waendelee na safari. Licha ya mlima Sekenke kuwa na kona kali sana, kuna watu walisadiki kuwa kipindi hicho kuwa miungu watu wa mlima huo walikuwa wanapenda kutoa kafara, ndio maana ajali zilikuwa ziishi kwa kipindi hicho, na bila kutambua kuwa ukosefu wa miundombinu mizuri ikiwemo lami na kuwepo kwa kona kali iliyokuwa imekaa mfumo wa herufi S, kitu kilichopelekea ajali za kutisha katika mlima huo. Mlima Sekenke licha ya kuwa na maajabu ya kutisha, ila ukingo wa barabara hiyo umezungukwa na mandhari mazuri sana, hususan wakati wa masika, na wanyama jamii ya nyani wenye tabia ya kuwaomba abiria chakula, hasa matunda kama ndizi, kitu kinachopelekea wasafiri na watumiaji wa njia hiyo kuliwaza kidogo, angalau tu wanapofika hapo wimbi la mawazo linapungua kutokana na mandhari mazuri yaliyopo katika mlima huo ama katika kingo za barabara hiyo. Matumaini ya wasafiri kwa kipindi hicho ya kuendelea na safari yalififia sana walipofika katika mlima huo, na walipofanikiwa tu kuvuka, basi tumaini jipya la kuonana na familia zao liliibuka upya. Kipindi hicho ulikuwa ukiambiwa mlima Sekenke, ujue ilikuwa Sekenke kweli kweli, sio Sekenke ya sasa. Kwa watoto wa mwaka 2010 hizi simulizi watahisi ni za kutunga, maana wamekuta Sekenke kwa kipindi hiki ikiwa na lami, kona kali yenye mfumo wa S haipo tena, na gari zinapita kwa amani na abiria hawana hofu kama kipindi kile, na ajali zikiwa zimepungua sana. Nishukuriwe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuboresha miundombinu ukiwemo kwenye usafiri wa barabara, ila historia ya mlima Sekenke haitasahaulika vizazi na vizazi, maana kuna wengine wana kumbukumbu mbaya na mlima huo, ikiwemo kuwapoteza ndugu zao, wazazi wao na wengine hata babu zao. Mimi ni David Kiluzia, nikuombe tusiache kusubscribe, kulike, kucomment ili wa kwanza kupata simulizi kama hizi pindi tunapopandisha hewani.